Watu kuwa safi kimwili, halafu kuwa safi kimavazi. Kuwa safi kimwili pia, watu wasiende katika mienendo na tabia zisizokuwa za Kiislamu. Siku za sikukuu hizi ambazo ndo sisi tunajumuika pamoja na watu, ndo watoto, kuanzia watoto, vijana mpaka wakubwa, ndo watu wataanza kuchonga vichwa vyao, wapasue. Hivi vitu katika sheria ya Kiislamu havipo. Yaani Uislamu utafika pahala hizi tabia hizi ndio zitaonekana ndio Uislamu wenyewe kwa kizazi kinachokuja, na hasa kwa watoto ambao la haula lahum wala quwa, hawafahamu chochote. Baba mtu mwenyewe ndo anampeleka mwanawe saluni au anamnyoa mwenyewe, bwana mtengeneze vizuri leo sikukuu bwana, chonga au kidogo au sijui kama nani na kadhalika, na vitu vyote hivi katika sheria ni batil, havipo. Si tunaelewa? Kwa hivyo tusisingizie katika mandhari zile mtu kupendeza katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, inna Allaha la yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kutafuta afya yake akawa mzima katika jambo lililokuwa la haram, asifanye hivyo. Seuze mtu tu kujipamba tu basi akatafuta kitu cha haram ndio ajipambe nacho. Si tunaelewa? Kwa hivyo kuanzia mandhari hizi, watoto wa kike, wa kiume na kadhalika, watu wote wajaribu kufuata mienendo, wajaribu kuendana sambamba na taratibu za dini yetu tukufu ya Kiislamu katika mpango huu wa sunna ya kwanza kabisa kuiendea ibada hii ya sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Chukueni mapambo yenu yote mazuri yaliyo bora mnapokwenda katika ibada ya sala. Hapa kwenda inda kulli masjidin manake mnapokwenda katika ibada ya sala. Kwa hivyo kila mnapoziendea hizi ibada, nendeni katika mandhari nzuri, katika mandhari zinazopendeza, katika hali ambayo Mwenyezi Mungu anaifurahikia zaidi katika uwezo wa mtu aliyokuwa nao. Mtu asijikalifishe akajilazimisha kwamba mimi ndo kwa mujibu wa uwezo wake. Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala alishatuwekea utaratibu, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mtu aendane na hali yake. Yani asije akajilazimisha kitu hawezi mtu kukifanya katika nafasi aliyokuwa nayo. La yukallifu Allahu nafsan, yani mtu asijilazimishe kitu ambacho hakipo katika nafasi yake, afanye kwa mujibu wa nafasi ile alionayo. Na sisi waumini wengine tuvumiliane katika hali hiyo, kwa sababu hali zetu zinatofautiana na haziko sawa. Tunaenda vizuri. Kwa hiyo sunna ya kwanza ni kukoga, kujitayarisha vizuri, kujipamba na kuvaa katika msingi wa maadili mema ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Moja. Pili, kwenda msikitini mapema. Yani katika ibada hizi za sala ya Idi ni kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuhuisha takbira. Kuhuisha takbira hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha katika hadithi, watu wanapokusanyika wakamtaja Mwenyezi Mungu wakamtukuza, basi malaika wote wanakuwa katika ulinzi wa hawa watu na wanatanua mbawa zao kuwalinda, na wengine Mwenyezi Mungu anawawakilisha kuwaombea msamaha wale waliokusanyika, na wengine Mwenyezi Mungu anawawakilisha malaika hao kuwatakia kheri na baraka tu za siku ile ziwakumbe na ziwachukue watu hawa. Tunaochelewa tunakosa fungu kubwa katika hizi kheri. Tunaelewa? Kwa hiyo tujihimu